Silaha 12 za kiroho ambazo Wakristo wengi huzisahau. Maisha ya Mkristo sio maisha ya kawaida, bali ni maisha ya vita vya kiroho. Biblia inatufundisha kwamba vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Kwa sababu hiyo, Mungu hakutuacha bila ulinzi. Ametupatia silaha za kiroho zenye uwezo wa kushinda kila shambulio la adui. Cha kusikitisha ni kwamba Wakristo wengi wanajua kuhusu maombi pekee, lakini wanasahau silaha nyingine nyingi ambazo Mungu amezitoa ndani ya neno lake. Matokeo yake ni kushindwa katika maeneo ambayo wangeweza kushinda kwa urahisi kama wangetumia silaha zote alizowekewa na Mungu. Katika video hii tutajifunza silaha 12 za kiroho ambazo Wakristo wengi huzisahau. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo mnalolifanya. Lakini pia kama wewe ndio mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie silaha 12 za kiroho ambazo Wakristo wengi huzisahau. Namba 1, neno la Mungu ambao ni upanga wa Roho. Neno la Mungu ndio silaha kali zaidi dhidi ya shetani. Yesu alipokuwa akijaribiwa jangwani, hakubishana na shetani kwa hisia wala uzoefu, bali alijibu kwa maandiko. Imeandikwa kila mara. Hii inaonyesha kwamba neno la Mungu huvunja uongo wa adui na kuimarisha imani ya mwamini. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 na mstari wa 1 hadi wa 14 imeandikwa nukuu, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake yote. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana wako, umwabudu yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama, wakaja malaika wakamtumikia. Tunaanza kuona Yesu Kristo alimshinda shetani kwa neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu, siku zote neno la Mungu huvunja uongo wa adui na kuimarisha imani ya mwamini. Kwa hiyo neno la Mungu ni silaha ambayo Wakristo, watu wengi ulisahau. Neno la Mungu ni silaha. Tunaona Yesu Kristo alimshinda shetani kwa neno la Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Efeso 6 na mstari wa 17 imeandikwa, tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Waibrania sura ya 4 na mstari wa 12 imeandikwa, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu ni silaha ambayo watu wengi ulisahau. Lakini silaha ya pili ambayo Wakristo wengi huisahau ni maombi. Maombi sio desturi ya kidini,
ni mawasiliano na Mungu na silaha ya ushindi. Kupitia maombi, Mkristo hupokea nguvu, ulinzi, hekima na ushindi dhidi ya majaribu na mashambulizi ya kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 na mstari wa 18 imeandikwa, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Kwa hiyo maombi ni silaha mojawapo ambayo watu wengi huisahau. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 18 na mstari wa 1 imeandikwa, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kwa hiyo maombi ni silaha mojawapo ambayo watu wengi wamesahau. Lakini silaha ya tatu ni kufunga. Kufunga humsaidia mwamini kujinyenyekeza mbele za Mungu na kumwelekezea moyo wake kwake. Biblia inaonyesha kuwa katika baadhi ya mazingira ya kiroho, kufunga huambatana na maombi kwa ajili ya kujitoa kwa Mungu na kutafuta msaada wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 16 na mstari wa 16 hadi wa 18 imeandikwa nukuu, tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso, ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila na Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Umeona? Kwa hiyo kufunga ni silaha mojawapo ambayo uwe ina nguvu dhidi ya adui. Na ukisoma kwenye kitabu cha Esta sura ya 4 na mstari wa 16 imeandikwa, uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Unaanza kuona hapa Esther anaambia watu wafunge kwa ajili yake. Alikuwa anakwenda kwa mfalme afunge, anakwenda kinyume cha sheria. Mtu ambaye alikuwa anakwenda anavunja sheria, anakwenda kinyume cha sheria wakati kwa mfalme, kwenye chumba cha siri cha mfalme, adhabu yake ilikuwa ni kifo. Lakini baada ya kufunga, maombi huwa ni silaha dhidi ya adui. Yaani maombi ya kufunga. Umeona Isa anawaambia watu wafunge, wasile wala wasinywe ndani ya siku 3, na yeye akafunga. Kwa hiyo kufunga ni silaha mojawapo ambayo watu wengi wameisahau. Kufunga ni silaha mojawapo. Lakini silaha namba 4 ambayo watu wengi wameisahau ni imani. Imani ndiyo ngao inayozima mishale ya moto ya yule mwovu. Mkristo anayeamini ahadi za Mungu hasukumwi na hofu, bali na uaminifu wa Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso 6 mstari wa 16 imeandikwa nukuu, zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Umeanza kuona imani ndio silaha ambayo inazima mishale yote ya moto ya yule mwovu. Imani ni silaha kubwa sana. Ukisoma pia kwenye kitabu cha Waebrania 11 na mstari wa 6 imeandikwa, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Unaweza kuona imani ni silaha ambayo inazima mishale yote ya mwovu. Imani. Ndio maana adui huwa anawatupia watu hofu. Mtu akishapata hofu ni rahisi kushambuliwa na shetani, lakini mtu mwenye imani shetani hawezi kumshambulia kirahisi, kwa sababu mtu huyo imani yake inazima kila mishale ya giza. Haleluya. Kama tuko pamoja, naomba kama unanielewa vizuri, naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu. Kama unanielewa vizuri, naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu. Okay, asante. Silaha nyingine ni damu ya Yesu Kristo. Silaha ambayo Wakristo wengi wameisahau ni damu ya Yesu Kristo. Biblia inafundisha kwamba ushindi wa waamini unatokana na kazi ya Kristo msalabani. Waamini hushinda kwa sababu ya damu ya mwana kondoo na ushuhuda wa waaminifu. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo 12 na mstari wa 11 imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa.
nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Damu ya Yesu Kristo ni silaha ambayo Wakristo wengi huwa wanasahau kuitumia. Unaweza ukamshinda shetani kwa damu ya Yesu Kristo. Unaweza ukashinda mapepo, vifungo kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo watu wengi wamesahau. Lakini silaha nyingine ambayo Wakristo wengi wamesahau ni jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo lina mamlaka makubwa sana. Mitume walitenda huduma nyingi kwa jina la Yesu Kristo, wakimtegemea Kristo aliyefufuka. Kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 11 imeandikwa, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vitu duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Naweza kuona jina la Yesu Kristo ni silaha ambayo Wakristo wengi wamelisahau. Ukisema kwa jina la Yesu, ile jina ni silaha. Jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai ni silaha. Kitabu cha Matendo 3 mstari wa 6 imeandikwa, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Unaweza kuona jina la Yesu Kristo ni silaha ambayo inaweza ikafufua. Jina la Yesu Kristo ni silaha ambayo inaweza kumfanya aliye kiwete akatembea, aliye kipofu akaona. Jina la Yesu Kristo. Unaweza kuona hapa Petro anamwambia mtu, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Anamwambia kiwete, kwa jina la Yesu Kristo simama uende, na kiwete akasimama akaanza kutembea. Kwa jina la Yesu Kristo ni silaha. Lakini silaha nyingine ambayo Wakristo wengi wameisahau ni sifa na ibada. Sifa pamoja na ibada. Sifa na ibada humwinua Mungu na kuelekeza moyo kwake. Katika Biblia tunaona mifano ambapo Mungu alitenda kwa nguvu na miujiza pale watu walipomtukuza yeye. Ukisoma kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 na mstari wa 21 hadi 22 imeandikwa, naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri na utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, naomba tusikilizane mstari wa 22, nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amon na Moabu na wa mlima Seiri, waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Unaweza kuona wakati wa kusifu, Mungu anaketi katika sifa. Unapoanza kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu, anashuka kwa uweza na nguvu na ajabu. Uweza wa ajabu anashuka. Kitabu cha Zaburi 22 mstari wa 3, na wewe umtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Unaweza kuona Mungu anaketi katikati ya sifa. Mungu anashuka katikati ya sifa. Lakini silaha ya 8 ambayo Wakristo wengi wamesahau ni haki na utakatifu. Maisha ya utakatifu humwezesha Mkristo kusimama imara mbele za Mungu, lakini dhambi humpa adui nafasi ya kushambulia. Lakini kutembea katika haki humletea mwamini ujasiri na ushirika wa karibu na Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 na mstari wa 14 imeandikwa, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa diria haki kifuani. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Mithali 28 mstari wa 1 imeandikwa, waovu kimbia wasipofuatiwa na mtu, bali wenye haki ni majasiri kama simba. Kwa silaha nyingine ambayo Wakristo wengi wameisahau ni haki na utakatifu. Haki na utakatifu ni silaha kubwa mno kwa maisha ya mwamini. Haleluya. Silaha ya 9 ambayo Wakristo wengi wameisahau ni ushuhuda. Kushuhudia matendo ya Mungu kuimarisha imani ya wengine na kumtukuza Mungu. Biblia inahusisha ushindi wa waamini
na ushuhuda wao. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo 12 na mstari wa 11 imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Na kwa neno la ushuhuda wao. Ushuhuda ni silaha. Unapokuwa unashuhudia matendo ya Mungu, ile ni silaha kubwa, ni silaha hatari. Wakristo wengi hawajui nguvu ya ushuhuda. Ushuhuda unaimarisha imani ya watu wengine. Ushuhuda unafanya Mungu aendelee kutenda. Ushuhuda unapoendelea kumshuhudia Mungu, Mungu anaendelea kutenda zaidi kwako. Mungu anaendelea kutenda zaidi kwenye maisha yako. Haleluya. Lakini silaha ya 10 ambayo Wakristo wengi, silaha nyingine ambayo Wakristo wengi wamesahau ni umoja wa waamini. Mkristo hapaswi kupigana peke yake. Ushirika na umoja huleta faraja, huleta nguvu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 18 na mstari wa 19 hadi 20 imeandikwa, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo kati yao. Unaanza kuona? Kwa hiyo umoja wa waamini, watu ambao wanamtumikia Mungu, watu ambao wanalitia jina la Mungu, watu ambao wanamtafuta Mungu, ule umoja wao ni silaha. Ni silaha kabisa, ni silaha kubwa. Lakini silaha nyingine ambayo Wakristo wengi wamesahau ni nguvu za Roho Mtakatifu. Mkristo hashindi kwa nguvu zake mwenyewe, bali kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hutupa nguvu za kushuhudia, hekima, ujasiri na uwezo wa kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Matendo 1 na mstari wa 8 imeandikwa, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Warumi 8 mstari wa 26 imeandikwa, kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Nguvu za Roho Mtakatifu ni silaha ambayo Wakristo wengi wamesahau. Ni matumaini yangu na kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie kwenye comment umejifunza jambo gani. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.